Karibu ndugu mtazamaji wangu katika kipindi chako pendwa cha Wanasayansi Huru, na leo nimekuja tena mbele yako ili tuendelee kuelimishana. Kubwa zaidi litakuwa ni juu ya kujikinga na magonjwa mbalimbali, na kama ambavyo tumekuwa tukiendelea katika vipindi vyetu mbalimbali kwamba Wanasayansi Huru tunaamini kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Ziko faida nyingi ambazo mtu anazipata kwa kujikinga zaidi kuliko wakati wa tiba. Kwanza ni kuwa na maisha marefu yasiyo na magonjwa kwa sababu unazingatia kanuni za kujikinga. Lakini pili ni kuepuka gharama kubwa zilizopo katika matibabu ya magonjwa mbalimbali, kwa maana kinga ina gharama nafuu kabisa. Leo nimekuja na mada moja kubwa ya kueleza ni jinsi gani ambavyo niliweza kupunguza kilo zangu mimi mwenyewe kutoka kilo 105 mpaka kufikia kilo 80. Ilikuwa ni zoezi ambalo ukichanganya na elimu yangu ya udaktari, nimejifunza mambo mengi ambayo ninaamini yatakuwa faida kubwa kwa wewe ndugu mtazamaji wangu kama utaweza kufuatilia kuanzia mwanzo hata mwisho. Kwanza, kabla haujaanza zoezi la kupunguza kilo, lazima uwe na kitu kinachoitwa strong motivation. Strong motivation kwa Kiswahili chake ni kwamba lazima uwe na kitu ambacho kinakusukuma, ambacho kinakupa nguvu ya msukumo wa ndani kufanya jambo na kutimiza malengo. Na moja kati ya vitu ambavyo kwangu vilikuwa ni strong motivation, ambavyo vilinipa msukumo wa ndani sana wa kuweza kupunguza kilo, hata nikatoka kilo 105 na kufikia kilo 80, ni pamoja na kujikinga na magonjwa na yanayoambatana na uzito mkubwa au ule uzito wa kupindukia. Kwa mujibu wa vipimo hivyo, mimi nilishatoka kwenye uzito uliozidi, na sasa nilikuwa nimeingia katika kiwango kingine cha uzito wa kupindukia. Kwa mantiki hiyo, nilikuwa katika riski kubwa ya kupata magonjwa zaidi ya 30, kati yayo ikiwepo ni pressure. Wakati mwingine unaweza moyo ukafeli, ukapata magonjwa ya mishipa ya damu, coronary heart disease. Unaweza ukapata kisukari type 2, au unaweza ukapata kansa na magonjwa mbalimbali ambayo mengi nilikuwa nimeshaingia katika riski hiyo. Lakini nilipoamua kulivalia njuga jambo hili, yako mengi nilijifunza, lakini niliweza kukutana na watu wengi ambao nao wapo kwa muda mrefu katika harakati za kupunguza kilo. Na ninataka kuambia kwamba swala la kupunguza kilo kwangu mimi si swala ambalo limeanza leo au jana. Ni jambo ambalo nimepambana nalo kwa muda wa takribani miaka 10 hadi 15. Na mara zote niliweza kufanikiwa kupunguza kilo. Lakini tatizo ambalo limekuwa kubwa kwa miaka yote hiyo ni kwamba ninashindwa kumaintain ile hali ya kuwa na uzito mdogo. Na mimi nitakupa siri ambayo watu wengi wamekuwa wakikosea kama mimi ambavyo nimekuwa nikikosea siku za nyuma. Lakini kwa hivi karibuni nimeweza kuigundua hiyo siri kubwa ambayo itakusaidia wewe kupungua kilo kwa haraka, lakini kuendelea kuwa na kiwango hicho cha kilo ndogo kwa mujibu wa viwango vilivyoweka na Shirika la Afya Duniani WHO. Kwa mfano, kutoka kilo 105 ambao nilikuwa na uzito wa kupindukia na kurudi katika kilo 80 kwa mujibu wa urefu wangu,
ni uzito wa kawaida sasa. Nimetoka kwenye riski ya magonjwa hayo na sasa nipo katika mazingira ya kawaida tu. Kwa hiyo jambo moja ambalo nimetamani nizungumze katika changamoto hizi, nimekutana na elimu nyingi sana ambazo sio sahihi. Moja kati ya changamoto kubwa katika safari ya kupunguza kilo ni pamoja na uwepo wa elimu nyingi zisizosaidia watu kupungua kilo katika uhalisia. Na elimu hizi zimetolewa na watu wengi ambao wengine hawana taaluma yoyote wala ujuzi wote wa kidaktari. Kwangu mimi haikuwa changamoto, lakini niliweza kugundua kwamba ni changamoto kwa watu wengi sana. Maana unakuta mtu anasema ukichukua maji nusu glasi, ukaweka na mchele vijiko viwili, ukaweka na ndimu, ukakaa mpaka muda fulani ule mchele ulainike, ukachuja yale maji, ukinywa, kilo zinapungua. Uzito umekuwa mkubwa, unatamani kuupunguza. Tumetoa dawa nyingi, maelezo mengi ya kuhusiana na kupunguza uzito. Tunazidi kuendelea kutoa nyingine na nyingine, ili mradi tu kuhakikisha kwamba unachagua moja ile ambayo unaona inakufaa ili kuweza kupunguza uzito. Ukitaka kupunguza uzito, chukua maji nusu glasi, ndani yake weka mchele vijiko viwili. Yaani unauloweka huo mchele vijiko viwili kwenye maji nusu glasi. Acha ukae paka ule mchele ulainike kabisa, kisha chuja upate yale maji ya mchele. Hayo maji ya mchele kamulia ndimu upande mmoja, kisha kunywa asubuhi kabla ya kula chochote. Ukiendelea hivi kwa muda mrefu, uzito wako utapungua. Huu ni uongo ambao umepitiliza. Hakuna kitu kama hicho. Wako watu wengine wanaaminishwa kwamba ukinywa maji ya ndimu kwa muda fulani basi kilo zitapungua. Huo ni uongo. Kwa hiyo changamoto kubwa ya pili ni kwamba kumekosekana na elimu iliyo sahihi ambayo inaweza kuwafanya watu wakazingatia kile ambacho kitamsaidia katika kupunguza kilo. Kwa hiyo moja, nimekuambia changamoto ya kwanza ni watu hawana strong motivation, hawana ile msukumo wenye nguvu utokao ndani ambao unawasababisha kupunguza kilo. Mbili ni kukosekana kwa elimu sahihi ya jinsi gani ya kuweza kupunguza kilo. Lakini hapa nitakwenda mbali zaidi. Hata katika wizara yetu ya afya hatuna mwongozo wowote ndani ya nchi hii ambao unaonyesha ni vipi ambavyo mtu anaweza kupunguza kilo. Hakuna mwongozo. Kwa hiyo sisi kama wataalamu wa wanasayansi huru tumefanikiwa sasa, baada ya kupita katika changamoto hizo na sisi wenyewe kuingia katika mchakato hiyo, tumeona yapo mapungufu na tumekuja na mwongozo ambao tunaamini kabisa wewe ndugu msikilizaji wetu itaweza kusaidia. Katika miongoni mwa mambo ambayo tumeendelea kuyaona katika kupunguza kilo ni pamoja na watu pia kutojua ni mazoezi gani sahihi kwa ajili ya kupunguza kilo. Wakati nafanya mazoezi nilikuwa nawaona watu ambao wana uzito yamkini kuliko mimi, lakini anakwenda kwenye mazoezi sio ya kupunguza kilo, mazoezi ya kuweka mwili kuwa fiti. Wengine wanafanya mazoezi ya kutunisha misuli, ya kujenga misuli, mazoezi ambayo hayawezi kumsaidia mtu kupunguza kilo. Na wakati mwingine watu wanaingia kwenye mazoezi ambayo yako nje ya uwezo wako. Unakuta anaanza mazoezi kwa kumwiga mtu ambaye hajui anafanya mazoezi kwa malengo gani. Lakini wapo walimu wengi wa mazoezi ambao hawajui mazoezi haya apewe nani na asipewe nani kwa malengo gani. Kwa hiyo yote haya nimekutana na changamoto hizo, lakini kama wanasayansi huru tumekuja na miongozo ambayo itakusaidia ili kuweza kupunguza kilo kwa kutumia mazoezi ambayo hayatakuchosha na yatakufanya upungue kirahisi. Lakini kingine ni kwamba kwenye eneo la diet bado kuna shida. Ziko diet nyingi ambazo zimependekezwa, lakini diet hizi zimekuwa
wakati mwingine hazina majibu sahihi. Kwa mfano, nimekutana na watu ambao wanaamini ukila parachichi kama sehemu ya mlo wako utapungua kilo, lakini ukweli ni kwamba sayansi na utafiti kabisa unaonyesha ya kwamba kula parachichi hakusaidii, bali kutakuongeza kilo, kwa sababu parachichi ina mafuta mengi, na moja kati ya vitu ambavyo vina calories nyingi kuliko chakula kingine chochote ni chakula cha mafuta. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anafanya programu ya kupunguza kilo ni lazima aepuke vyakula vyenye mafuta, kwa sababu vyakula vyenye mafuta vina calories mara 2 zaidi ya vyakula vingine vyote. Ukiweka ugali wenye kilo 1 na mafuta ya kilo 1, mafuta ya kilo 1 na calories mara 2.5 ya ugali wa kilo 1. Kwa hiyo unaweza ukaona ya kwamba ni rahisi kukimbia mafuta kuliko kukimbia ugali katika chaguo hizi mbili. Kwa hiyo watu hawana chaguo zuri katika aina ya vyakula. Lakini tatu, nimekutana na changamoto nyingi ambazo watu hawana mwongozo ulio sahihi juu ya kufunga. Wanapofunga wanaweza wakafunga tu, lakini hawajui ni mida gani ni mizuri kwa ajili ya mtu kuweza kufunga na kupunguza kilo, na nini faida ya kufunga, lakini wafunge kwa muda gani. Lakini sio tu kufunga kwa muda gani, ni kwa muda gani pia unafungua au unafuturu kwa chakula gani, nalo imekuwa ni shida. Kwa sababu wako watu ambao wanafunga, lakini wakati wa kufuturu au wa kufungulia ana vyakula ambavyo ni mara 10 asingefunga asubuhi, mchana wala jioni, kwa sababu vyakula vile vinarudisha calories zote ambazo yamkini alitakiwa azile toka asubuhi, mchana na jioni. Anakula vyakula vidogo lakini vina calories nyingi sana. Kwa hiyo ziko changamoto hizo ambazo tumekutana nazo, ambazo kama wanasayansi huru tunatamani tukuelimishe ili uwe ni miongoni kati ya watu ambao hawataanguka tena katika kurudi katika uzito. Kupungua uzito inaweza kusema kwamba ni rahisi, lakini tatizo ni kuendelea kuwa na uzito mdogo katika muda wako wote wa maisha yaliyobaki. Inarudia tena kusema, katika muda wa miaka 15 ya mimi kupambana na kupungua uzito, nimepungua mara nyingi, lakini tatizo kubwa lilikuwa ni kuendelea kumaintain kilo ndogo kwa muda wote huo. Na leo katika vipindi vijavyo nitakuelekeza ni jinsi gani utaweza kumaintain uzito wako ukiwa mdogo, na wakati huo ukiendelea na maisha yako ya kawaida. Ungana nami katika kipindi kingine kijacho ili uweze kujielimisha ni eneo gani ambalo tunafanya makosa katika kupungua kilo. Ungana nasi katika mitandao mingine ya kijamii, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya Wanasayansi Huru. Ni mimi daktari wako Dr. Silas.